السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. Tunaendelea na sehemu ya pili baada ya Mwenyezi Mungu kumwambia fikisha. Sasa tukauliza ni jambo gani ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwambia afikishe mtume wake kwa umma, na kama hatofikisha basi risala yake, ujumbe wake aliofanya kazi ndani ya miaka 23 hauna kazi. Jambo gani? Maulama walitofautiana katika hili. Wapo walisema kwamba aliambiwa afikishe masala ya ibadati, ukumbusho, kuwakumbusha watu akhira zao, undugu wao na mengineyo. Taban haya ni mambo ambayo kwamba mtume alikuwa akiyafanya. Haya mambo ya kuwaonya umma wake kushikamana alikuwa akiyafanya, kwa sababu hii hutuba aliyotoa mtume, baadhi ya maneno yalikuwa yapo katika aliyazungumza katika Arafa, kwa sababu hii aya ilishuka katika Ghadir Khum. Wakati huo mtume anatoka Makka katika haji. Kwa hiyo hii aya haikushuka Arafa, haikushuka haji, imeshuka katika Ghadir Khum. Kwa hiyo kuna ujumbe mtume tayari alishaotoa kule, ashagana na maswahaba kuhusiana na masala ya kufikisha, akawafikishia kushikamana na ahlul baiti wake, sunna zake, akahusia umoja, akahusia mengi swala kila kitu. Yani mpaka mtume anaondoka Maka watu wanaagana, na wengine maswahaba wameachwa Maka kule, mtume anarudi nyumbani tayari kashamaliza kila kitu. Sasa jiulize ni jambo gani ambalo Mwenyezi Mungu alimwambia alifikishe wakati mtume kashafikisha kila kitu, kashawaambia watu, na alijua kwamba huu ni mwaka wangu wa mwisho. Ni kitu gani? Kitu ambacho alichoambiwa afikishe kwa Waislamu, kwa maswahaba, ni wilayatu Ali ibn Abi Talib. Ni wilaya, ni mamlaka, ni kumsimika Ali ibn Abi Talib kwamba baada yake yeye huyu Ali atachukua mamlaka ya kuongoza umma, kwa sababu likulli nabii wasi. Kila mtume ana wasii wake. Kwa hivyo mtume alimfanya Imamu Ali kwamba ndiyo wasii wake, ndiyo mrithi wake wa nini, wa yale ambayo atayaacha katika kuongoza umma. Hivyo ndivyo ilivyokuwa toka zama za Adam, kwamba kila nabii anakuwa na mrithi wake katika masala ya kidini ya sheria. Sasa watu walikuja kuzozana, kama nilivyozungumza mwanzo katika sehemu ya mwanzo. Kama mnakumbuka, nilisema kwamba hili jambo limethibiti. Hakuna Muislamu hata mmoja anayesema hili jambo limezuliwa. Waislamu wote tukubaliana jambo lipo. Sasa ukiisoma historia inakwambia ile sehemu yenyewe ambayo ilikuwa mtume aliwasimamisha maswahaba msafara ule, hiyo Ghadir Khum, tunaambiwa ilikuwa ni sehemu ya jangwa, ilikuwa na jua kali, lakini mtume aliwahimiza maswahaba wavumilie pale. Hivi kweli wavumilie afikishwe jambo, tena jambo ambalo kwamba Mwenyezi Mungu anamwambia kwamba kama hautofanya fama ballaghata risalatahu, ujumbe wake wa Mwenyezi Mungu haujafikisha. Nini? Kulikuwa na hutuba ndefu, lakini nitakachowaambia Waislamu wafahamu ni maneno haya baada ya mtume kuzungumza hutuba ndefu katika ile Ghadir Khum. Ni hutuba ndefu, alirejea yale mengine ya Arafa na mengine akawaambia, msije la tarji'u ba'di kufara, msije mkarudi baada yangu mimi nyinyi maswahaba wangu mkawa ni makafiri. Yadhribuna ba'dhukum riqaba ba'd, kwamba mkawa mnauana wenyewe kwa wenyewe, msije mkarudi huko. Lakini mwisho wa yote akawaambia, mimi sikuwa ni mwenye kumiliki kila kitu kwenu, si kiongozi bora kwenu. Wote maswahaba akasema, hilo yote umeyafanya ya Rasulullah, fajazakallahu khaira, Mungu akulipe heri. Ndio akamwambia Ali kwamba simama ya Ali, akamwambia faman kuntu maulahu, yule aliyekubali kwamba mimi ndiyo mtawala wake, ndiyo mmiliki wa mambo yake, fahadha aliyun maula, huyu Ali ni mtawala wake. Sasa ilipozungumzwa hii hadithi ni riwaya
na maneno haya na mahadithi ya Mtume ni sahihi. Hakuna Muislamu alisema hii hadithi si sahihi, ni sahihi. Lakini zikaja masala mengine ya kupotosha uhalisia kwamba hii neno maula hapa haikuwa maana kiongozi, haikuwa na maana ya kiongozi. Sasa mimi nakuambia ilikuwa na maana ya kiongozi. Je, ushahidi wangu ni upi? Nifuate katika sehemu ya tatu ambayo nataka nimalizie tu. Sehemu yangu ya tatu tu, nimeamua kutoa sehemu tatu tu. Kwa hiyo sehemu yangu ya tatu nifuatilie, nitamalizia insha Allahu taala.